Usiku wa kuamkia Jumapili, yani Jumamosi usiku, haikuwa siku nzuri sana au usiku mzuri sana kwa wa Ukraine, kwa sababu inasemekana kwamba Warusi walirusha drones nyingi sana katika mji mkuu wa Ukraine, mji wa Kiev. Jina langu ni Rachel Robin, hii ni Rachel Robin Online TV. Usahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi. Sasa kutokana na drones hizo ambazo zimeleta madhara pale Ukraine Kiev, inasemekana Jumapili, yani siku ya jana Jumapili jioni, rais wa Ukraine akawa ameomba kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin aweze kupewa msukumo ili aweze kuacha kuishambulia Ukraine kama alivyoshambulia siku ya Jumamosi. Ikumbukwe sasa hivi kuna mazungumzo yanaendelea ya kumwomba Mrusi aweze kuweka silaha chini kwa siku 30, kwa sababu Ukraine walishakubali sasa Warusi, na Warusi wanataka vipengele vyao vifanywe kazi. Sasa wakati wanaendelea kusubiri vipengele vyao vifanywe kazi ambavyo wanavitaka, Ukraine wanaendelea kupigwa, na hii inamfanya Zelensky azidi kuomba kwamba Mrusi aweze kupewa msukumo ili mashambulizi kama haya yasiendelee. Wakati haya yote yanaendelea, Ukraine pamoja na Wamarekani wanaendelea kukutana pale Saudi Arabia kwa ajili ya kuongea mazungumzo ya jinsi ya kumaliza hii vita. Na moja ya vitu ambavyo wanaongelea inasemekana ni swala zima la jinsi ya kuilinda miundombinu ya nishati pale Ukraine ili isishambuliwe na Warusi. Moja ya vitu Warusi walivyokubali Putin alichokubali alipoongea katika simu na Donald Trump ni kuto kuishambulia miundombinu ya nishati ya pale Ukraine. Kwa hiyo inavyoonekana, pamoja ndio Putin akakubali hata ishambulia, lakini inaonekana kwamba wanataka wajadili ni jinsi gani ambavyo wataweza kuilinda hiyo miundombinu. Lakini kitu kingine ambacho inasemekana wanakiongelea ni swala zima la bahari Nyeusi. Bahari muhimu sana hii, na hii bahari Nyeusi ndio ambayo inampa Ukraine nafasi ya kuweza kufanya biashara zake vizuri. Kwa msiofahamu, Ukraine ni nchi ambayo kiuchumi inategemea sana biashara ya kuuza ngano. Hii ni nchi ambayo huwa inalisha nchi nyingi sana. Nafikiri ni nchi ambayo inauza ngano sana duniani. Nafikiri ni nchi ya kwanza kwa kuuza ngano duniani. Kwa hiyo ni nchi ambayo inalisha sana watu kupitia ngano. Na nchi za wazungu, Ulaya, Marekani, ngano ni kitu muhimu sana kwa sababu vyakula vyao vingi vinategemea ngano, tofauti na vyakula vya kwetu sisi ambavyo kuna vingine ambavyo huwa hatutumii ngano, lakini wao vyakula vyao vingi sana vinatengenezwa kupitia ngano. Kwa hiyo sasa, moja ya vitu ambavyo Wamarekani wamekuwa wakimuomba rais wa Urusi ni kuongelea swala zima la kusitisha mapigano katika bahari Nyeusi ili ngano iweze kupita. Wakati Warusi wanafanya uvamizi wa pale Ukraine mwaka 2022, moja ya sehemu za kwanza kuziwahi ilikuwa ni bahari Nyeusi, kwa sababu kwanza kabisa Warusi wenyewe nchi yao ina baridi sana. Kwa hiyo bahari ya Warusi kwa kipindi kirefu huwa inaganda. Kwa hiyo wanahitaji sana access ya bahari ambayo haigandi. Kwa hiyo wakaiwahi bahari Nyeusi pale kupata access zaidi ya bahari Nyeusi. Lakini kitu kingine ni kwamba waliwahi bahari Nyeusi kwa ajili pia ya kuweza kumkinga Ukraine asiendelee kufanya biashara ya ngano. Unajua, unapoivamia nchi ni lazima uhakikishe unaibana kiuchumi hiyo nchi ili ishindwe kujifadhili katika vita. Kwa hiyo hicho walichokifanya. Mmoja wa mji muhimu ambao Ukraine wanautumia katika kuendeshea biashara yao ya ngano ni mji wa Odessa. Pale kuna bandari kubwa ya Odessa ambayo bandari hiyo sasa huwa inatumika na wa Ukraine kwa ajili ya kuuza ngano. Ndio sehemu kubwa ambayo wa Ukraine wanaitumia kwa ajili ya kuuza ngano yao. Na Warusi walichokifanya walipoingiza majeshi pale, cha kwanza walienda kuteka bandari ya Odessa. Waliweka meli zao katika bandari ya Odessa. Kwa hiyo meli za Ukraine haziwezi kupita pale katika bandari ya Odessa ili kwenda kuuza ngano yao. Kwa hiyo ngano imekaa katika magala inaoza, na meli za Ukraine zilizopakia zile ngano zinashindwa kupita kwa sababu kuna meli za Mrusi nyuma yake. Lakini kitu kingine ni kwamba Warusi waliweka tishio kwamba na yoyote yule ambaye atataka kwenda kuisaidia Ukraine ili ipitishe meli pale tutalipua.
Kwa hiyo hii inafanya hata wale washirika wa Marekani, mfano mmoja wa NATO, toka mwaka 2022 wameshindwa kumsaidia Ukraine kuweza kutoa meli za Mrusi pale katika bandari ya Odessa. Kwa hiyo Mrusi kakaa pale na sasa hivi anaombwa kwa heshima na taadhima akubali kuacha mashambulizi, akubali kuachia njia ili bandari ianze kutumika, Ukraine waanze kuanza kuuza ngano yao. Kama nilivyosema, Mrusi kaweka meli pale, na kama nilivyosema, hakuna aliyeweza kumtoa Mrusi pale katika bandari ya Odessa mpaka leo hii, kuanzia mwaka 2023. Kila mtu amekuwa akiogopa kwamba endapo ataenda kujaribu kumtoa Mrusi, basi anaweza akapata maafa makubwa. Kwa hiyo hakuna ambaye ameweza kufanya shambulio la kutoa Mrusi pale Odessa. Kwa hiyo na Ukraine wenyewe pia wameshindwa, lakini pia washirika wao kama Umoja wa NATO, Umoja wa Ulaya, wote wameshindwa kumtoa Mrusi katika bandari ya Odessa, japo wao ndio wahitaji wakuu wa ngano ya Ukraine. Na hii ilileta taharuki katika nchi za Ulaya kutokana kwamba bei ikawa imepanda ya vyakula kwa sababu wanakosa ngano ya Ukraine. Kwa maana hiyo, sasa hivi kwa kuwa Mrusi ameshaanza kuombwa katika mazungumzo kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi, kuna mambo ambayo huo wanajadili watu, wanasema kwamba kuna uwezekano kwa kuwa Mrusi tayari anafahamu kwamba yeye ndo kashika mpini sasa hivi katika vita, inaonyesha kwamba ushindi ni wake kutokana kwamba yeye ndo anaendelea kuchukua maeneo na Ukraine wanazidi kuchukuliwa maeneo, lakini pia wameshindwa kuyakomboa maeneo, pamoja na kwamba wanasaidiwa na karibu nchi 31 za NATO, lakini wameshindwa kukomboa maeneo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Mrusi yuko katika nafasi nzuri kivita pale Ukraine. Lakini pia kama nilivyosema, yeye ana control bandari za pale Ukraine ambazo zinapitisha ngano. Kwa hiyo ni kama yeye ana control Bahari Nyeusi ambayo Ukraine huo wanaitumia kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo kila kitu chenye ushindi kiko upande wa Mrusi. Kwa hiyo hii kitu Mrusi anataka kuitumia ili kuweza kupata sasa yale ambayo alikuwa anayataka, ambayo kwa muda mrefu nchi za Ulaya wamejaribu kumzibia. Kana anaweza akatumia kigezo kwamba mkitaka niachie Bahari Nyeusi ili Ukraine waweze kutumia, basi niachieni, punguzeni labda vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo hii inasemekana inaweza ikawa ni moja ya karata ambayo Mrusi anaweza akaicheza, kwamba punguzeni vikwazo vya kiuchumi ili na mimi niweze kuachia bahari ili Ukraine afanye biashara. Kwa sababu ni wazi kabisa Mrusi hawezi kukubali kuachia Ukraine afanye biashara afu ajinufaishe kiuchumi ili ajifadhili kivita wakati yeye hapati faida yoyote. Ni lazima na yeye atataka apate faida, kwamba wamwachie labda vikwazo alafu na yeye atakubali kuachia Ukraine ili waweze kupita. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo watu wanahisi kwamba Mrusi anaweza akafanya. Tujikumbushe hapo nyuma hali ilikuwa mbaya katika swala zima la ngano mpaka katika nchi zetu maskini, na nchi za magharibi zikawa zikipiga kelele kwamba Waafrika kule wanakufa na njaa kwa sababu wanakosa ngano. Mrusi kaweka meli kazuia. Kwa hiyo ili Urusi kutokupata lawama kwa nchi za Kiafrika, moja ya vitu alivyofanya kaamua aingie dili na kukubali kuachia bandari meli, kuachia ngano ipite ili iweze kusambaa katika nchi mbalimbali ikiwemo za Afrika ambazo isemekana kwamba Waafrika wanakufa na njaa kwa sababu wanakosa ngano ya pale Ukraine. Na kikao cha yote haya kilifanyika kule Uturuki na ngano ikaanza kupita, lakini baadaye kukazuka tuhuma ya kwamba ngano ambayo Mrusi aliachia ipite, ikaonekana kwamba nchi zile za Ulaya Magharibi pamoja na washirika wao wengine, ikaonekana kwamba wao ndo wanachukua ngano nyingi kuliko nchi za Afrika ambazo ndo zilikuwa dhumuni la Mrusi kuachia ngano ipite. Kwa hiyo Urusi alichokifanya, wakaamua kufunga tena njia ili ngano isipite, kwa sababu kasema zile nchi tulizotegemea kwamba ndo zinalengwa, mbona hazipati ngano? Zinazopata ni hizi nchi zenye utajiri wa kutosha ambazo pia ni maadui zetu. Kwa hiyo Warusi wakafunga na badala yake wakaamua kutoa msaada wa ngano bure katika nchi za Kiafrika ambazo zinapitia hali ngumu sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi za Kiafrika zile maskini zaidi zilipewa ngano bure na Mrusi. Jina langu ni Rachel Robin, hii ni Rachel Robin Online TV.